Bwana mtazamaji wa Choice Sport TV, mchezo umetamatika wa Simba dhidi ya Nsingizini na hatimaye Simba Sports Club ameweza kufuzu na kuingia hatua ya makundi. Nipo na Shabani. Kwema? Poa, nashukuru Mungu. Mambo naenda? Yani anaenda vizuri sana. Kila kitu kimeenda sawa. Furaha kiasi gani kuingia makundi? Nimefurahi kwa sababu na ndo hatua ambazo tunazoingia mara kwa mara. Kwa hiyo nadhani muendelezo wetu wa kwenda kuingia hatua zile bado tumeendeleza, na hapa tulipofikia sio pabaya, tumeenda vizuri. Lakini ukija kuangalia mmeondoka na ushindi mnyonge sana kwa maana 0-0. Kwako wewe halikuhuzunisha kwa upande fulani? Hapana, haya mashindano unajua hata waenda kwa target. Haendi kitoto. Ndio maana si hata mmoja tuambia hatua hii ni sio ya kuhesabu pointi. Hatua hii ni ya kufuzu kwenda katika hatua nyingine. Hatua ya pointi inakuja. Kwa hiyo utakapofikia kwenye hatua ya pointi wataona tutakapocheza. Lakini hatua ya kutoka hatua hii kwenda hatua nyingine, nadhani mechi ya kwanza ukishamaliza hii mechi nyingine unakuwa hauna tena kazi kubwa. Sasa wao wengine wanatumia nguvu kubwa, wao wenyewe watajua, lakini sisi katika hatua kuna watu wanatumia nguvu kubwa sana. Lakini sisi hatutumii nguvu kubwa. Wanajijua wenyewe, ndio maana wanaingiza watu bure. Lakini leo sasa ndo wamekuja washabiki wenye thamani na wanajua thamani ya mpira leo. Yaani leo ndo watu wa mpira wenye kujua thamani ya mpira. Lakini jana wao ni kisingeli. Kisingeli wapi? Mpira kisingeli. Hasa wewe starehe kwa gabule bwana. Mpira wa jana kisingeli. Na ndio maana kisingeli yoyote anaenda au mnanda ule. Mtu umekaa kule katika ukuta unacheza kinanda. Lakini leo na ndio watu wale wanaojua thamani ya mpira ndio wanakuja leo Benjamin Mkapa. Nadhani yani wewe mwenyewe umeona jukwani kumependeza, rangi nyekundu, nyeupe na blue. Lakini jana utasema labda tamasha la dini, kwamba huyu kavaa kanzu, huyu kavaa suti. Leo tumekuja kimpira. Wewe mwenyewe unaona watu wa Simba walipopendeza. Kwa hiyo mimi niwaambie tu wana Simba sivunjike moyo, mwalimu wetu bado kuna kitu anakitengeneza, na tumeona wachezaji wetu leo wamecheza vizuri. Hata kama wale jamaa walikuja kwa kupaniki, labda saa nyingine walikuwa wanajua wanaweza kupindua, lakini hatujaruhusu goli na tumeenda katika hatua inayofuata. Sasa hatua hiyo sasa ndio watakapojua ubora wa Simba Sports Club na ukubwa wetu uko wapi. Ubora wa Simba Sports Club utajulikana hapo mbeleni, lakini hapo jana waliposema kama watu walioingia bure ni kwamba ubora wao ulionekana kwa maana walishinda goli 2-0. Kwako uone kwamba ndio ukubwa wake unaenda kujitangaza. Wamefungwa mechi ya kwanza. Wamefungwa mechi ya kwanza, mechi ya pili tena na refa akakataa goli la wale jamaa jana. Alikataa? Goli. Sasa ile goli offside, faulu, nini kona au kitu gani? Watu waambie kwa sababu ila ni nini offside? Faulu alikanyagwa nalo katika golikipa, mpira umemtoka. Kwa sababu ile golikipa karuka mwenyewe, ule mpira umemtoka, kaenda ule jamaa amefunga. Lakini mimi niseme kuna siku nilishazungumza ile neno. Rudia. Katika makundi ndio tutakapojua umri wako miaka 7 au miaka 18. Yaani kama wewe una miaka 7 ulifanya mkubwa miaka 18 umebalee, tutakujua katika makundi. Vipi hiyo? Kwa sababu kuna watu wanajifanya wakubwa wakati wadogo miaka 8. Sawa, lakini si wenyewe masinia wenyewe miaka 18 19 ndio tunajua mashindano. Wao wanajua zulma. Sasa huko tunapoenda kwenye makundi ndio kuna si wao wanafanya zulma. Hujaona jana utopwinyo au hujaona uto? Hujaona zulma iliyopigwa pale. Goli imekataliwa. Inaonekana kapokewa refa. Watu wamempokea muamuzi. Ili mradi ili watu wapite. Goli lile mimi nauliza ni faulu, mbona kipa hajaguswa wala mna? Sababu ile mpira umepigwa leo jamaa, hamna mtu kaguswa. Lakini leo usimuona starehe mwenyewe, hujaona starehe. Nimeiona. Mashabiki wenye thamani, wenye kuthamini mpira, mashabiki wanaojielewa. Leo hata kama wewe bro, ukienda sehemu unaenda kupewa mke, utoe ile shilingi 10, huyo sio mke. Jangili hilo. Wewe umeenda sehemu kwa mwanamke eti mzazi anakuambia mchukue mwanangu kakaa naye, huyo sio mke, hilo jangili. Hiyo tafsiri yako nini? Yaani mke lazima mtolea, starehe lazima itolea. Ile starehe. Ile starehe watu wametolea hela. Jana. Ile jana kisingeli. Waunie kisingeli. Wewe umeona leo? Jana hapa kulikuwa na wehu kama wote. Wewe leo umeona mwehu hapa. Leo watu wenye heshima zao. Jana hamna mtu kajikaa mtoto mdogo. Angangepigwa roba ambao. Tuzungumzie kiwango cha Elia Mpanzu. Mijadala ishaanza kuwa mingi. Hivi Elia Mpanzu kweli ndio uje kumshindanisha na mtu yote? Hata Dube amfikii. Ujue sio Tanzania bwana. Tuna tathmini mpira vibaya sana. Mimi yani naweza nikasema labda niko tofauti na watu wengine. Majukumu ya mchezaji uwanjani anayapanga mwalimu. Mwalimu anajua Elia Mpanzu kitu gani anakifanya. Kwa mfano, kama watu walivyokuwa wanamuona Jean Charles Ahoua sio mchezaji bora.
lakini hamna mwalimu kaja hapa au akamweka nje dakika 90 akaka nje. Hamna. Au yupo yule mwalimu? Hamna. Kuna mwalimu wote kamweka nje? Sijaona. Basi ujue ile mchezaji ana faida. Elie Mpanzu sio mpaka afunge. Elie Mpanzu faida anayofanya uwanjani anajua mwalimu, ndio maana leo kaanza hajaanza. Mechi ya kule kaanza hajaanza. Mechi ya wale Swala ameanza hajaanza. Basi si tusubiri katika makundi ndio tutajua faida. Swala la kukosa goli hata wakina Messi, wakina Ronaldo na mastaa wanakosa magoli kwenye miguu sita. Hamna mtu anakosa magoli, kwa nini jamaa hajakosa magoli? Huko Ulaya watu wanakosa magoli. Bwana Lewandowski tena ndo hatari akiwa kwenye box. Kashakosa magoli kwenye miguu sita. Kwa hiyo wasimhukumu. Mimi nashangaa jana hata wale uto wale bule. Wanamsomea Dube. Kila ni kipindi ambacho mchezaji anapitia tu. Dube pia asisomewe. Asisomewe, mchezaji mzuri. Na anasaidia. Jana kuna sehemu kweli amekosa kufunga. Lakini kuna wakati Dube alishatoa nafasi mtu afunge, watu wameshinda kufunga. Sasa mshabiki ushakula ugali wako la kisamvu, umeshashiba ugali wako maharage ya kupasha, unakaa jukwani na muona mchezaji acheze. Waache hivyo vitu. Sisi Simba tunajua thamani ya mpira. Leo nadhani umeona watu walivyokuja wajua thamani ya mpira, lakini sisi Simba kwa matokeo ya leo watu najua watajifanya wanacheka sana. Sisi tumeenda katika hatua ya makundi na ndio historia yetu. Mara ya 8 hii bro. Klabu bingwa mara ya 8. Watu wanapiga kelele ndio kwanza mara ya 3 jana. Sisi mara ya 8 tunaingia katika hatua zile. Na hapa tunapoenda hapa ndio tunapopimana umri. Wale sio wanajifanya miaka 18 yani wakulungwa. Wale miaka 7 tu watoto wadogo bado wafuta kamasi na ngumi. Na watu sawa wale sio wadogo kwa mashindano nao wewe juu au? Mimi sijui. Mara ya 8 sisi tunaingia katika hatua nzuri. Lakini robo hizo ndio zimetufanya leo tuko nafasi namba 5. Wao walioishia makundi wako nafasi ngapi? Kazi zao kwenda wanaenda kujipa vyeo tu. Kwa hiyo mimi bado nasema hivi, watu tusipende vitu vya kupeana. Watu tupende mpira. Tunakuja Benjamin Mkapa tunakuja kuangalia mpira. Kwa hiyo tuache mambo ya kienyeji. Simba wamecheza wamefuzu kwenda hatua inayofuata. Sawa Na hatua hii tunaingia kwa mara ya 8. Watambue hii lugha ninayosema. Tunaingia kwa mara ya 8. Sawa Kuna mtu hapa kaingia makundi kwa mara ya kwanza hapa Azam. Dume zima limelia kule Chamazi. Hamjaliona lile dume. Popati si ndo Popati ndo nani? Kalia yule. Makundi tu kalia. Sasa wewe jitu kama Simba limeingia kwa mara ya 8 ulizalao. Bwana huyu alikuwa ni Shabani. Shukrani sana. Nashukuru sana. Siku nilishazungumza rudia ile neno. Rudia. Katika makundi ndio tutakapojua umri wako miaka 7 au miaka 18. Yaani kama wewe una miaka 7 ulifanya mkubwa miaka 18 umebalee tutakujua katika makundi. Hiyo kivipi hiyo? Kwa sababu kuna watu wanajifanya wakubwa wakati wadogo miaka 8. Sawa, lakini si wenyewe masini au wenyewe miaka 18 19 ndio tunajua mashindano. Wao wanajua zulma. Sasa huko tunapoenda kwenye makundi ndio kuna si wao wanafanya zulma. Hujaona jana utopwinyo au hujaona uto? Hujaona zulma iliyopigwa pale. Goli imekataliwa. Inaonekana kapokewa refa. Watu wamempokea muamuzi. Ili mradi ili watu wapite. Goli lile mimi nauliza ni faulu, mbona kipa hajaguswa wala mna? Sababu ile mpira umepigwa leo jamaa, hamna mtu kaguswa. Lakini leo usimuona Starehe mwenyewe, hujaona Starehe. Mashabiki wenye thamani, wenye kuthamini mpira, mashabiki wanajielewa. Leo hata kama wewe bro, ukienda sehemu unaenda kupewa mke utoe ile shilingi 10, huyo sio mke. Jangili hilo. Wewe umeenda sehemu kwa mwanamke eti mzazi anakuambia mchukue mwanangu kakaa naye, huyo sio mke, hilo jangili. Hiyo tafsiri yako nini? Yaani mke lazima mtolee, Starehe lazima itolea. Ile Starehe. Ile Starehe watu wametolea hela. Jana. Ile jana Kisingeli. Waunie Kisingeli. Wewe umeona leo? Jana hapa kulikuwa na wehu kama wote. Wewe leo umeona mwehu hapa. Leo watu wenye heshima zao. Jana hamna mtu kajikala mtoto mdogo hapa. Angangepigwa roba ambao. Tuzungumzie kiwango cha Elie Mpanzu. Mijadala ishaanza kuwa mingi hivi. Elie Mpanzu kweli ndio uje kumshindanisha na mtu yote, hata Dube amfikii. Ujue sio Tanzania, sio Tanzania bwana. Tuna tathmini mpira vibaya sana. Mimi yani naweza nikasema labda liko tofauti na watu wengine. Majukumu ya mchezaji uwanjani anayapanga mwalimu. Mwalimu anajua Elie Mpanzu kitu gani anakifanya. Kwa mfano, kama watu walivyokuwa wanamwona Jenkins ya sio mchezaji bora. Lakini hamna mwalimu kaja hapa au akamweka nje dakika 90 akaka nje. Hamna. Au yupo yule mwalimu? Hamna. Kuna mwalimu wote kamweka nje?
basi ujue ile mchezaji ana faida. Elie Mpanzu sio mpaka afunge. Elie Mpanzu faida anaifanya uwanjani anajua mwalimu, ndio maana leo kaanza hajaanza. Mechi ya kule kaanza hajaanza. Mechi ya wale Botswana ameanza hajaanza. Basi si tusubiri katika makundi ndio tutajua faida. Swala la kukosa goli hata wakina Messi, wakina Ronaldo na mastaa wanakosa magoli kwenye miguu sita. Hamna mtu anakosa magoli, kwa nini jamaa anakosa magoli? Huko Ulaya watu wanakosa magoli. Bwana Lewandowski tena ndo hatari akiwa kwenye box. Kashakosa magoli kwenye miguu sita. Kwa hiyo wasimhukumu. Mimi nashangaa jana hata wale uto wale bule. Wale wanamsomea Dube. Kila ni kipindi ambacho mchezaji anapitia tu. Dube pia asisomewe. Asisomewe, mchezaji mzuri. Na anasaidia. Jana kuna sehemu kweli amekosa kufunga. Lakini kuna wakati Dube alishatoa nafasi mtu afunge, watu wameshinda kufunga. Sasa mshabiki ushakula ugali wako la kisamvu, umeshashiba ugali wako maharage ya kupasha, unakaa jukwani na muona mchezaji acheze. Waache hivyo vitu. Sisi Simba tunajua thamani ya mpira. Leo nadhani umeona watu walivyokuja wajua thamani ya mpira, lakini sisi Simba kwa matokeo ya leo watu najua watajifanya wanacheka sana. Sisi tumeenda katika hatua ya makundi na ndio historia yetu. Mara ya 8 hii bro. Klabu bingwa mara ya 8. Watu wanapiga kelele ndio kwanza mara ya 3 jana. Sisi mara ya 8 tunaingia katika hatua zile. Na hapa tunapoenda hapa ndio tunapopima na umri. Wale sio wanajifanya miaka 18 yani wakulungwa. Wale miaka 7 tu watoto wadogo bado wafuta kama sina ngumi. Na watatusubiri sawa wale sio wadogo kwa mashindano nao wewe juu au? Mimi sijui. Mara ya 8 sisi tunaingia katika hatua nzuri. Lakini robo hizo na ndio zimetufanya leo tuko nafasi namba 5. Wao walioishia makundi wako na nafasi ngapi? Kazi zao kwenda wanaenda kujipa vyeo tu.